Kwa tunashangaa kwamba hivi kama baba hivi wameona kweli kwamba wanaingiliwa, kwa sababu majukumu yenu siku hizi yanatumiwa na watu wengine. Tutaki kupotoshwa, kwa sababu tukipoteza tutakosa maadili ya Kimasai, heshima itakosekana, mipango yote ya Kimasai ya kirika itapotea tukisagasaga. Leo hii tulikuja kuweka azimio. Tulisema mambo matatu. Kwanza tulisema utaratibu wetu hauruhusu kiongozi yote nje ya mfumo huu wa Maria. Ya pili tukasema kwamba kikao hiki tutakuwa walimu wa kwenda katika mikoa 14 ambayo jana tumewaalika. Kwa hiyo tunataka kufanya ziara ya hii mikoa yote 14 kueleza jinsi gani hii mfumo wa Malaigwanani au mfumo wa ibada yetu itakavyolinda Wamasai. Mimi ni Abel Said Loasa na hii ni Asalo TV Online, na tumekuwa na semina ya siku mbili hasa katika eneo hili almaarufu Oretitilo Ngaik Maria lilopo hapa mkoani Arusha. Tumekutanisha viongozi kutoka mikoa 14 hasa ambao ni Malaigwanani hasa kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuzungumzia namna ya kuwaweka Wamasai pamoja na kuepuka mpasuko ambao unajitokeza kwenye jamii hiyo ya Wamasai. Semina hii imeendeshwa kupitia shirika la Maa Media pamoja na Oretitilo Ngaik Maria, ambapo pia kiongozi mkubwa ambaye amekuwa akiongoza semina hii ni Mheshimiwa Lekoko, ambapo ameweza kuendesha hasa semina hii ili basi kila mmoja apate namna ya kuweza kutoa mawazo yake hasa juu ya namna ambavyo wao wanaona hasa kwenye jamii ya Wamasai. Na semina ya siku mbili kwa jamii ya Kimasai Tanzania nzima. Tumechukua mikoa 14 wawakilishi, na kwenye semina tulikuwa na mambo matano ambayo tumeangalia. Jambo la kwanza ni umoja wa kitaifa, kwamba kwa nini tuwe pamoja kama jamii. Ni ili tuweze kuleta umoja wa kitaifa, umoja wa jamii ya Kimasai. Hilo ndio lilikuwa lengo la kwanza. Lengo la pili ni kuangalia mpasuko ambao upo ndani ya jamii ya Kimasai, kwamba utaratibu wa kumpata kiongozi kwa njia ya jamii yetu, taratibu ni zipi? Viongozi wamechangia, viongozi wa taasisi wamechangia. Kwa hiyo tunafahamu aina ya viongozi tulionao na tumefahamu utaratibu wa kuwapata viongozi. Kwa hiyo tumeelimishana kwa mapana, kila mtu amefahamu taratibu na jinsi ya kumpata kiongozi kwenye jamii yetu. Kwa hilo ndio lilikuwa lengo la msingi sana. Lakini vile vile tumeangalia swala la mabadiliko ya dunia kulingana na hali halisi, teknolojia, na tumewaeleza watu fursa za kutumia teknolojia kujinufaisha kama mtu mmoja, lakini pia kama jamii. Tumeangalia taarifa ambazo zinapotosha jamii, ni kiasi gani hizi kayumbisha jamii. Kwa hiyo tumezungumza, tumeelewana, tumefundisha watu. Kikubwa ambacho kimejitokeza ni kiu ya wananchi ama viongozi kutaka haya mafunzo yaendelee kwa ajili ya kuwapa mwanga wa kufahamu kwa undani na kufanya vile vile vitu na kuandika na kuweka historia yao kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vijavyo. Kwa hiyo ndio mambo ambayo tumeangalia kwenye semina ya leo. Lakini kitu kikubwa ambacho kimejitokeza ni aina ya watu ambao wanataka uongozi kwenye jamii na wao sio viongozi, lakini vile vile wanaanzisha nafasi ama vyeo ambavyo havipo kijamii, kama kiongozi mkuu wa Afrika Mashariki. Ilikuwa ni swala la kisiasa, political driven content ndo zilikuwa. Lakini tumejaribu kuzungumza na jamii, wameelewa, viongozi wamefahamu. Lakini vile vile swala la uwakilishi wa wanawake, kwa sababu tunahitaji jamii ijumuishe jinsia zote kwenye maamuzi, kwenye utungaji wa sheria. Sasa kwenye jamii ya Kimasai tumegundua kwamba kulikuwa na mfumo wa uongozi kwa wanawake, lakini haukuwa rasmi. Sasa hivi kwa sababu ya mabadiliko na uelewa wa watu, wanataka kurasimisha uongozi wa mwanamke, lakini wamesema asiitwe Laigwanani, aitwe tu Ngarikoni, yani kiongozi ambaye anawaongoza wanawake, na kunapokuwa na masuala yanayowahusu wanawake na wao washirikishwe. Kwa hiyo tumejadili mambo mengi na muda umekuwa mfupi,
na tumeweka maazimio ya msingi kwamba wale wote ambao wanataka kuleta mpasuko kwenye jamii, kuvuruga amani ya nchi, kuvuruga amani ya wananchi, wakemewe, na tunakemea kama jamii. Lakini vile vile sisi kazi yetu kama taasisi ni kufundisha watu, kuwapa watu elimu ili waweze kuchambua kipi ambacho tuende nacho, kipi tukiache. Lakini vile vile tumesema tuna jukumu la kulinda amani ya nchi. Bila kuwa na amani ndani ya nchi yetu, kwenye mikoa yetu pia na kwenye familia zetu pia, tutapata misukosuko na tutapoteza fursa. Kwa hiyo ni jukumu la kila mtu kutimiza wajibu wake kama familia, kama jamii, kama kiongozi, ili tuweze kuwa na nchi iliyotulia na jamii iliyotulia. Matamanio yangu mimi kama kiongozi wa taasisi ambayo imeendesha fursa hii ama semina hii ni kuona jamii ya Kimasai ikiwa pamoja. Kutojalisha wametoka mkoa gani, wilaya gani, sisi ni kabila moja, maani moja. Kwa hiyo hayo ndio mategemeo, watu waje pamoja, jamii iwe pamoja, tufanye mambo yetu kama jamii. Hayo ndio matamanio yangu makubwa. Kama watu kwa sababu nafasi za uongozi zinagombewa na kila mtu anataka kuwa kiongozi. Kwa hiyo hatuoni mashaka kuwa na ukinzani na upinzani kati ya watu na watu, lakini tunataka tufuate taratibu. Kwa hiyo tunapotaka mabadiliko au tunataka kufanya jambo, tufanye kwa kufuata sheria, fuata taratibu zilizopo, fuata mila zetu, desturi zetu. Kwa hiyo natamani jamii ambayo inajitambua na inabadilika pia kulingana na mazingira na wakati. Kwa hiyo ndio matamanio yangu, kuwa na jamii inayojitambua, inayokimbizana na wakati, lakini iwe pamoja. Viongozi kutoka maeneo mbalimbali wameweza kuzungumza na wamekuwa na maoni yao juu ya kile ambacho wameweza kuzungumza kwa siku mbili hapa katika eneo hili la Oretitilo Ngaek Maria. Naitwa Samuel Pengashu kwa jina maarufu. Ni kiongozi kutoka Kiteto. Tulishirikishwa kuja kutafuta utaratibu inayoleta mafarakano kati ya Maasai. Na sisi tumekuja kufanya utaratibu huo, tukaona kwamba ndani ya jamii ya Kimaasai hatuna Maasai mara mbili, tuna mara moja tu. Na kama itatakiwa kiongozi wanayeweza kujumuisha jamii ya Kimaasai, inaitakiwa itoke kwa ukoo mbili, maana yake Laisa na Molel. Hakuna uongozi inayekwenda kutengenezwa pembeni, porini, mijini, hapana. Lazima jamii ikae kwa pamoja, itengeneze ushirikiano ya Maasai ili tutengeneze mila yetu na desturi isipotee. Kingine ndio nakusubiri. Kingine, hatutaki kupotoshwa, kwa sababu tukipoteza tutakosa maadili ya Kimaasai, heshima itakosekana, mipango yote ya Kimaasai ya kirika itapotea tukisaga. Pengine leo sasa maadhimio yenu ni nini hasa kwenye kikao hicho ambacho mmefanya? Maadhimio ya leo tumesema tunapinga watu wanayepotosha maana yake hawa watu wanayekwenda kujichagua, yani kwenda kujichagua bila jamii kuwa pamoja, tunaipinga kwamba wanapotosha mila ya Kimaasai. Mimi jina langu naitwa Mzee Boy, natokea mkoa wilaya ya Handeni. Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya hii mkutano, maana tunapata ndugu zetu wanapoteza wenzio. Sisi mambo ya mila inaanza kama mzee wa ukoo anatakiwa inapatikana kwenye boma lao na wazee wa majirani ya ukoo, na anachaguliwa na wazee wakubwa wa ukoo. Kwa hiyo huyu anapochaguliwa pembeni, huyo si mzee wa ukoo. Huyu mzee wa ukoo tunachagua, inakabisiwa rungu, inaletwa hapa Oretitilo Ngaek, ndio anakuja kukabisiwa kwamba huyu ni mzee wa ukoo. Hawa wengine sisi wanakwenda kujipotosa na makambuni, hawa wale si wazee wa ukoo. Na sisi tunaokopa, tunamuheshimu serikali ya Samia, wanatupeleka vizuri na tunamuheshimu. Kwa hiyo serikali lazima tuheshimu, maana tuwezi kugombana sisi kabila ya Kimasai na serikali. Serikali ni sisi
wazee wa ukoo. Kwa hiyo serikali ya Samia lazima wazee wa ukoo waheshimu. Sasa pengine semina hii sasa imewajenga kwa kiasi gani juu ya imani yao kwa serikali moja kwa moja? Kwa serikali sisi tunatambua kwamba ni Wanatanzania. Kwa hiyo serikali tunaelewa kabisa kwamba atatusaidia sisi wa Masai, hatuwezi kutupotoza. Kujua wale ni matapeli wa kwenda kuongea, wa kwenda kujibandika jina za bandia kwamba ni wazee wanaoongoza jamii. Kwa hiyo wale ni waongo, ni matapeli. Mimi naitwa Mbambire Ole Kurukur, ni Masai ya asili, nimezaliwa kwenye kata ya Partimbo. Niko leo kwenye kikao, nilikuja kwenye semina ambayo tuliulizwa kwamba hivi Wamasai wako wangapi. Wamasai ni kitu kimoja, hatuna tabaka mbili, ni sisi tu. Kisikia Masai ni yule yule kuanzia hapa mpaka Kenya. Kwa hiyo hatuwezi tukawa matabaka mawili. Kwa hiyo ukitaka kusema kwamba historia wa Masai ni moja. Kwa hiyo leo tulipokuja kuulizwa sisi, ukitaka kumchagua kiongozi wa mila unapelekwa nyumbani, unakwenda sasa kupewa ng'ombe mbili, ndama na jike. Ni yani kwamba kwenda kusimikwa na kupewa kiapo ili wananchi hakuogope na ujiheshimu kama ni watu wako. Ndio maana unakuta kwamba tunaogopa serikali, kwa sababu serikali ni mama na baba, na hatuwezi kusema kwamba tuna serikali mbili, ni serikali ni moja tu. Kiongozi wa mila naye ukisikia kwamba wamechaguliwa wengi, lakini bado ni mila ile ile. Wakina mama naye walikuwa na kiongozi ambao anaitwa Ndromonok. Ni uongozi wa Ndromonok. Si yani kwamba wanapewa rungu, hawapewi rungu, lakini kama kuna mchango ambaye inagusa kwao, ni lazima naye wanaandamana kwa kuchukua mchango wao. Lakini si yani kwamba ni kiongozi ambaye anaitwa Malaigwanani, hapana. Kwa hiyo unapokuta unapotoka kugawanishwa yani lugha au Wamasai hakuna. Kwa hiyo wale wanaokwenda kuchaguana sehemu nyingine ambaye ni kama polini, kwa sababu si mji wenu wala hujapishwa, hujapewa chochote, hiyo ni uongo. Kwa hiyo ndio maana leo tukaja kusema kwamba ni lazima tuleke hapo na kila mtu ajue kwamba Laigwanani ni kitu kimoja na lugha ni moja. Kwa hiyo hatuna tabaka mbili. Sisi tunashukuru tumejengwa kwamba lugha ni moja. Alafu leo na sisi tuelewe kama taifa au dunia kwamba hawana tabaka mbili. Ukisikia Masai ni yule yule tu, na wale wanapotoka kwenda kufanya uchaguzi mijini na mahoteli, wale ni waizi wa kupoteza lugha za Wamasai. Jina mimi ni Abel Said Lowassa na hii ni Asalo TV.